Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao si Waislamu, inshallah leo wanafunzi wa masomo ya elimu ya shikeli, wale wanaojifundisha elimu ya shikeli au ilmu ya geomancy, leo tunakuja na somo nimepokea komenti, maswali kwa watu wafuatiliaji wa channel yetu hii. Wanauliza, wengine ambao hawajui wanauliza shikeli, hizi shikeli ndo zipi hizo shikeli 16? Hem, tuandikie hizo shikeli 16. Hizo shikeli ndio nini? Jamani, elimu ya ashkali ama elimu ya shikeli au elimu ya geomancy ni elimu katika elimu, tena elimu muhimu. Ni elimu kubwa, tena ilikuwa na bahari pana sana. Hii elimu ambayo tunaizungumzia, elimu ya shikeli kwa Kiswahili chetu au kwa Kiswahili kwamba maarufu kwa elimu ya shikeli, lakini wanaitaga ilmu ramli ama ilmu ya geomancy. Hii ilmu ya shikeli, tukilichambua hili ilmu maana ni elimu hiyo. Ramli maana mchanga, au vipimo vya mchanga, au sanaa ya mchanga, au sayansi ya mchanga, ni sasa na geomancy. Hii neno geomancy, hii neno geo, hii ndio maana yake ni sandi. Na geomancy maana ni elimu. Sasa tukizungumzia elimu ya shikeli hii, tunazungumzia elimu ambayo tunasoma michoro 16. Tunasoma michoro 16. Michoro hii 16 yenye maana maalumu au yenye maana nyingi. Michoro 16 hiyo tunaweza kuitumia katika kutabiri mambo mbalimbali. Tunaweza kuitumia katika kujua shida mbalimbali kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, wala si kwa uwezo wetu. Tunaweza tukajua habari mbalimbali. Mathalan tukatazama juu ya habari za safari, juu ya habari za mavuno yetu mwaka huu, juu ya habari za masala ya ndoa, juu ya masala ya jambo la wizi na mambo mengi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu mtukufu. Ni elimu ambayo inatumia michoro 16 tu. Michoro hiyo 16 yenye maana ambazo ni nyingi. Mchoro mmoja wenye maana nyingi, wenye kubadilika kwenye maana nyingi. Itategemea na mada ambayo itazungumzwa, itategemea na saa ambayo utazungumza, itategemea na namna gani wewe mwalimu umetaka kuitumia mchoro huo katika jambo lako. Michoro hiyo ni michoro hii, tunaiandika michoro 16. Mchoro wa kwanza unaitwa ahyanu au al-ahyanu. Huu mchoro wa 1 2 2 2. Hii ni shikeli ya kwanza ambayo inamaanisha furaha ama nafsi, wanaita nafsi, lakini maana yake hii ni furaha. Mchoro wa pili ni kabdu dakhil 2 1 2 1. Hii yenye kumaanisha kipato, riziki, umiliki. Mchoro wa tatu ni kharija, au tunasemaga ni ndugu. Huu mchoro unamaanisha ndugu, 1 2 1 2. Huyu ni mushtari. Huyu ni shamsi. Huyu al-kharij, huyu hayupo katika kaukab, katika zile saa. Huyu al-kharij hayupo katika saa, lakini katika nyota wanamuweka katika nyota ya mapacha, nyota ya 3. Niko baya, hili linamaanisha kupoteza, kupoteza au kufilisika. Niko baya kwenye mambo mengi sana, isipokuwa kwenye masala ya mapenzi. Elimu ya shikeli ni elimu pana. Wewe utautumia mchoro huu katika namna hii, mwenzako atautumia katika namna hii. Elimu ni bahari, basi wewe ogelea tu kwa namna unavyoipokea elimu hiyo, ili uongeze katika hazina zako za kielimu. Mchoro wa tatu ni huu, mchoro wa jamaa. Hii ni kola jamaa, linamaanisha watu au kikundi cha watu.